Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Desemba 5 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari kubwa zopa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema zaidi ya 2.5 za abiria wake za Mponza ahukumiwa kifo. Zaidi ya 2.5 za abiria wake za Mponza ahukumiwa kifo. Lakini kuna habari inayosema zaidi ya 937,581 kujiunga shule za sekondari kidato cha kwanza. Haya ni machaguo ya kidato cha kwanza. Zaidi ya wanafunzi 937,581 kujiunga shule za serikali kidato cha kwanza. Lakini habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe ni Butiku asema taifa linahitaji uponyaji. Huyo ni Butiku asema taifa linahitaji uponyaji. Lakini kuna habari inayosema magari 5 ya wagonjwa ya NASA yakiwa yanasanya abiria. Magari 5 ya wagonjwa ya NASA yakiwa yanasanya abiria. Lakini utafiti wa chuo kikuu wabaini shida kiafya mahali pa kazi. Na Mange Kimambi kortini kisa cheti cha ithibati uandishi wa habari. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema bei ya vyakula, kasi ya ununuzi vyazidi kupaa nchini. Lakini ulanguzi tiketi yopamba moto, Sheta atoa msimamo umeya wake Kinondoni. Lakini shilingi bilioni 5 za CIC zatumika kulipa fidia ya uharibifu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Tanzania Leo lenye linaandika zaidi ya wanafunzi 937,000 wachaguliwa kujiunga kidato cha kwanza. Lakini NRC yaimarisha miundombinu ya umwagiliaji Ihahi. Lakini Dr. Samia aendeleza diplomasia ya uchumi ni katika mikutano yake na vigogo wa kimataifa. Msimamo wake ni uwekezaji, biashara na ajira. Bunge la dunia la pangiwa kukutana naye Arusha. Lakini mtawa aliyetoweka Morogoro apatikana kwa watawa Zambia. Mtawa aliyetoweka Morogoro apatikana kwa watawa Zambia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Tanzania Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira asubuhi ya leo linaandika habari inayosema CRDB Insurance yalipa fidia bilioni 5 wateja walioathirika. Lakini wanafunzi 900,000 kuanza kidato cha kwanza mwakani ni sawa na 100% waliokuwa na sifa. Ni ishara ya mafanikio ya serikali kuhakikisha kila anayefanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi anajiunga na sekondari. Lakini mapinduzi ya kuondoa urasimu katika utoaji huduma yaja. Na ujumbe wa APU watua Arusha wateta na RC. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linatuhabarisha vijana lindeni amani. Huyo ni Dr. Migiro wasema. Lakini Rais Dr. Samia mgeni rasmi mkutano wa IPU. Wanafunzi kidato cha kwanza kuanza masomo kwa mkupuo. Lakini jukwaa la wanawake laibuka na maazimio 10. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika Rais Sendinga ataka uwajibikaji Manyara. Na Dr. Migiro azungumza na wanawake wa Tanzania. Huyo ni Dr. Migiro azungumza na wanawake wa Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. 900,000 wachaguliwa kidato cha kwanza 2026. Hii ndio habari kubwa imegonga vichwa vingi vya magazeti kwa asubuhi ya leo. Ni wanafunzi 900,000 kuchaguliwa shule za serikali. Na gazeti lako la Jamvi la Habari lenye linatuandikia Nifa vuruga mipango Chadema. Nifa vuruga mipango Chadema kunani huko. Basi pata gazeti lako la Jamvi la Habari, habari inaendelea kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Jamvi la Habari, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge linaandika serikali yaimarisha miundombinu wa umwagiliaji, wananchi wapongeza. Serikali yaimarisha miundombinu wa umwagiliaji, wananchi wapongeza. Lakini RC Chalamila awaonya wanafunzi wa NIT dhidi ya vitendo vya uharibifu wa miundombinu.
Lakini wanafunzi 900,000 wachaguliwa kujiunga kidato cha kwanza 2026 Januari. Na Dr. Migiro, tunaomba wajibu kwa Tanzania iliyo salama. Dr. Migiro sema tunaomba wajibu kwa Tanzania iliyo salama. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia gazeti lako la Habari Leo lenye linatuangazia habari inayosema mahakama yatoa agizo upelelezi kesi ya Mange Kimambi. Lakini kampuni ya bima CRDB yalipa fidia bilioni 5. Serikali tuenzi amani tusigeuke wakimbizi. Serikali yasema tuenzi amani tusigeuke wakimbizi. Simba Chawene aonya vurugu hazijawahi kuisaidia nchi yoyote. Na Dr. Migiro ataka taifa lilindwe, ajivunia ustahimilivu na umoja. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, naendelea ukurasa wa 7. Lakini 900,000 wachaguliwa kidato cha kwanza, bilioni 120 mradi wa hiti zainemesha Muhas. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye gazeti la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Linaandika Dube Pacome waizamisha Fountain Gate. Dube Pacome waizamisha Fountain Gate. Serikali yaipa neno Twiga Stars wa AFCON Morocco. Serikali yaipa neno Twiga Stars wa AFCON Morocco. Lakini washambuliaji Azam wamuumiza kichwa Ibenge. Washambuliaji Azam wamuumiza kichwa Ibenge. Salah kuiongoza Misri AFCON. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye michezo linaandika Yanga yaichapa Fountain Gate, Simba yaipiga Mbeya City. Kocha Yanga apiga mkwara wachezaji wake. Lakini Ibenge awazia mechi ya Simba ligi kuu. Ibenge iwazia mechi ya Simba ligi kuu. Lakini Zizu wa Tanzania atua ligi ya Sierra Leone. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga. Lakini Al-Hilali yamgeukia Chasambi. Al-Hilali yamgeukia Chasambi. Na gazeti lako la Tanzania Leo kwenye michezo naandika Dube Pacome waibeba Yanga. Dube Pacome waibeba Yanga, huku gazeti lako la Jamvi la Habari linaandika Yanga yaifunga Fountain Gate goli 2-0. Lakini Rose Muhando aeleza mateso aliyopitia. Na huko kimataifa Neymar Jr apiga hat-trick akiwa majeruhi. Hilo ni habari kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo naandika TBC Taifa kuonesha michuano ya AFCON bure. Lakini Twiga Stars walamba milioni 50 baada ya kufuzu AFCON. Ibenge kutoa sare mechi 3 sio matokeo mazuri kwangu. Huyo ni Benge akisema. Lakini bado kuna habari ikionyesha ushindi wa Yanga kuichapa Fountain Gate. Lakini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo naandika ukuta Yanga jiwe. Ukuta Yanga jiwe, washambuliaji wamliza Ibenge. Mambo yazidi kunoga ligi ya taifa kikapu. Kocha wa bondia Mafia arejea. Kocha wa bondia Mafia arejea. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Huku wekundu Msimbazi Simba Sport Club inatoboa hapa kimataifa. Hilo ni gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Yanga yatakata ligi kuu bara. Yachapa Fountain Gate goli 2-0. Ni Dube na Pacome wapeleka hilo. Serikali kutumia michezo kimkakati kukuza uchumi. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe asubuhi ya leo linaandika Wai Matola wadau wataka apewe timu mwenyewe afunguka. Lakini Pacome Dube waizima Fountain Gate. Pacome Dube waizima Fountain Gate. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe kwenye michezo asubuhi ya leo linaandika habari inayosema Yanga yarejea ligi kuu kwa kishindo. Yanga yarejea ligi kuu kwa kishindo. Dube Pacome waingarisha mbele Fountain Gate na kuifikisha. Hilo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini Benge alia kupoteza nafasi Gamondi safi. Benge alia kupoteza nafasi Gamondi safi. Lakini huko kimataifa Sloti Liverpool bado haipo sawa. Huyo Sloti asema Liverpool haipo sawa. Hilo ni gazeti lako la Nipashe
ukurasa wa michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.